kuiadhibu Yanga kwenye maeneo ya transition. Kitu kingine ambacho pia nilikisoma jana, Steven Becker kwa mara ya kwanza ameingia na single pivot kwenye mechi kubwa na yenye pressure. Yusuf Kagoma kacheza dakika 90 akiwa kiungo mkabaji peke yake, kitu ambacho kwanza wengi hawakuwahi kudhani kitu kama hicho kitatokea, lakini namna pressure ambavyo alichukua Yusuf Ali Kagoma jana, ukiangalia hata faulu ambazo walikuwa wanazicheza ni tactical faulu ambazo mchezaji yoyote kuzuia hatari kuingia kwenye lango lake. Kwa hiyo tumii jana, mimi kwangu ukimwangalia Kagoma namna ambavyo amecheza, amecheza perfect kama kiungo, tena kiungo mkabaji akiwa peke yake. Kitu kingine ambacho nilikiona jana pia kwa Maxim pia Nzingeli, baada ya nani alitoka Damaro, Maxim pia Nzingeli akaingia katikati, akanacheza kama kiungo namba 8, lakini ile namba 8 ambayo alikuwa anaicheza sio namba 8 pase ambayo inakuja kubondi na namba 6 wake ama kutengeneza linki na namba 6 wake. Alichokuwa anakifanya yeye ni kuroll kwenye eneo zima la katikati, kwenye eneo la mbele la Simba. Maana yake ni nini? Maana yake tayari alikuwa amewarobu viungo wa Simba pale, na iliwapa kazi ngumu sana pia ilimpa kazi ngumu sana Neo Maema. Ukiangalia kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, Neo Maema alikuwa anazidi kupoteza momentum kwa sababu ya ile mobility ambayo alikuwa anaifanya Maxi Mpia Nzingeli. Game ilichezwa kwenye akili za makocha, na sare ile ilipatikana kutokana na kila mmoja kumsoma mwenzake.